Ujambo na karibu sana mwanamichezo mwenzangu popote pale ulipo, mimi nikukaribishe na nikualike kwa wewe mdau wangu wa nguvu, na kama ndio mara yako kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana mimi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo lipo chini ya video hii. Usisahau kuwasha alama ya kengele ambayo itakuja mara baada ya kusubscribe, ili kusudi wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya pindi tu tutakapokuwa tunaziposti kwenye channel yetu. Na katika channel yako pendwa kabisa ya Tutoko, hapa huwa tunajadili kuhusiana na masuala mbalimbali ya kimichezo, lakini pia kuhusiana na tetesi za usajili, ikiwa tunafahamu pia kwamba tunaelekea mwishoni katika kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26, na vilabu vyetu vya nchini kwetu Tanzania viko busy sana kuweza kuzisaka sign za wachezaji tofauti kutoka katika maeneo mbalimbali, ili kuhakikisha kwamba vinaenda kuimarisha vikosi vyao kwa ajili ya kukabili vyema msimu ujao wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa kwa vilabu vile ambavyo vitapata nafasi ya kwenda kushiriki. Sanjari na hayo pia ikumbukwe ya kwamba sasa hivi bwana, tunasubiria kwa hamu kweli kweli kunako kushuhudia katika mchezo wa Kariakoo Derby unaowakutanisha watani wa jadi kutoka pale Dar es Salaam, si wengine ni Simba Sports Club dhidi ya Dar es Salaam Young Africans Sports Club. Itakuwa ni tarehe 3 ya mwezi wa 5 mwaka 2026, na mechi hii itakuwa ni kubwa kweli kweli. Inatarajiwa kuchezwa katika viwanja vya General Isamuhyo. Nafikiri ni moja kati ya michezo mikubwa ambayo inasubiriwa kwa hamu kweli kweli kuona je, Simba watakuja kupindua meza kwa namna nyingine chini ya usimamizi wa kocha Steve Barker, raia huyo kutoka nchini Afrika ya Kusini, ambaye alitokea kukinua kikosi cha Stellenbosch FC, ambao tunafahamu pia wamesumbuana kweli kweli na Simba Sports Club kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Sanjari na hayo pia kuna mabadiliko kadha ambayo yamejitokeza mpaka hivi sasa kuelekea katika msimu ujao, nafikiri wa ligi kuu soka Tanzania bara pamoja na michuano ya kimataifa itakayofanyika hapa nchini kwetu Tanzania. Lakini kwa upande wa michuano ya ndani ya ligi yetu ya NBC Premier League, kwa maana ya ligi kuu soka Tanzania bara, kuna mabadiliko makubwa ambayo yanaenda kutokea hivi karibuni. Sijajua itakuwa ni lini kwa sababu bado haijaweka rasmi, haijawekwa taarifa rasmi mpaka hivi sasa, lakini kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali vya habari vya kuaminika vinaripoti kuwa kuna moja kati ya matukio makubwa ambayo yatashuhudiwa hapa nchini kwetu Tanzania yanahusisha masuala mazima ya kimichezo, hususan mpira wa miguu kuna ligi kuu soka Tanzania bara, na hii inahusisha ujio mpya wa video assistant referee kwa maana ya VAR. Imethibitishwa na moja kati ya waandishi wa habari nguli Miki Juno Jiara. Taarifa hii imetolewa katika vyanzo mbalimbali pia vya habari vya kuaminika chini ya usimamizi wa Wallace Karia, rais wa TFF, ambaye kwa sasa tunafahamu anaiongoza TFF. Nafikiri ni moja kati ya mafanikio makubwa ambayo pia ligi kuu soka Tanzania bara itaenda kujivunia kuanzia hivi sasa, na siku sio nyingi kwa sababu kila kitu kiko kwenye hatua za mwisho kabisa kwa ajili ya kukamilisha mabadiliko haya ya ujio mpya wa VAR. Nafikiri ni tukio kubwa pia kwa ukanda wa Afrika Mashariki, Afrika ya Kati, Afrika ya Kusini kwa ujumla, kwa sababu Tanzania inaenda kuwa ni moja kati ya nchi pekee ambazo zinakuwa zimepiga hatua kwa upande wa video assistant referee kwa maana VAR. Hii ni taarifa nyeti kabisa ambayo niliwewe pia kuweza kushare na wewe. Lakini sanchari na hayo, ikumbukwe pia kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka sasa Dar es Salaam Young Africans Sports Club ndiye anaongoza ligi kwa sasa akiwa na alama 47 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 14, akitoa sare mara 5 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Lakini pia kwa upande wa Simba Sports Club anashika nafasi ya pili akiwa na alama 42 mara baada ya kucheza michezo 19, akishinda mara 12, akitoa sare mara 6 na kupoteza mchezo mmoja. Na kwa Azam FC wanashika nafasi ya 3 kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu huu wa mwaka 2025-26 wakiwa na alama 37 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda michezo 9, wakitoa sare mara 10 na bila kupoteza mchezo hata mmoja. Na kwa Singida Black Stars wanashika nafasi ya 4 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda mara 8, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 6. Na kwa nafasi ya 5 JKT Tanzania wanashika nafasi ya 5 wakiwa na alama 29 mara baada ya kucheza michezo 19, wakishinda michezo 7 na kutoa sare mara 8 na kupoteza michezo 4.
Hii ni kwa top 5 ya vilabu vitano ambavyo vipo kwenye rank ya juu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara mpaka sasa. Lakini pia tukiangalia mwishoni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara kwa msimu wa mwaka 2025-26 tunamkuta KMC anashika nafasi ya 16 akiwa na alama 9 mara baada ya kucheza michezo 19 akishinda mara 2, kutoa sare mara 3 na kupoteza mara 14. Na nafasi ya 15 anashika Tanzania Prisons, ameshika nafasi ya 15 mara baada ya kucheza michezo 19 akiwa na alama 14 akishinda mara 3, kutoa sare mara 5 na kupoteza mara 11. Na kwa nafasi ya 14 Mbeya City anashika nafasi ya 14 akiwa na alama 17 mara baada ya kucheza michezo 19 akishinda mara 4 akitoa sare mara 5 na kupoteza mara 10. Na kwa nafasi ya 13 Singida Big Stars wanashika nafasi ya 13 wakiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19 wakishinda mara 5, kutoa sare mara 4 na kupoteza mara 10. Na nafasi ya 12 anashika Coastal Union anashika nafasi ya 12 akiwa na alama 19 mara baada ya kucheza michezo 19 akishinda mara 4 akitoa sare mara 7 na kupoteza mara 8. Ili msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara japo kwa ufupi sana kuelekea katika msimu kuelekea katika mwishoni mwa kutamatisha msimu huu wa mwaka 2025-26. Na hii ni kwa vile vilabu vitano ambavyo vipo kwenye rank juu kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara, lakini pia kwa vilabu vitano ambavyo vipo mwishoni mwa msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara wa msimu huu wa mwaka 2025-26 ambao pia tunafahamu tuko kwenye raundi ya 19 tukiwa tunakaribia kabisa kwenye hatua za mwishoni naweza kusema hivyo. Na hivi ndivyo ambavyo nitamani kuweza kushare na wewe maoni haya, lakini mabadiliko makubwa kuelekea katika Kariakoo Derby. Kumbuke pia kwamba mchezo huu utachezwa katika uwanja wa General Isamuhyo, na utakuwa ni moja kati ya michezo mikubwa ambayo inasubiriwa kwa hamu kweli kuona Simba kama watapindua meza kibabe dhidi ya watani wa jadi Dar es Salaam Young Africa Sports Club, ama wataendelea kutawaliwa ikiwa ni mara kadhaa sasa, na ni mechi nyingi kwa mpaka sasa hivi Simba hajaweza kufurukuta dhidi ya mtano wa jadi Dar es Salaam Young Africa Sports Club. Sasa italeta mabadiliko kiasi gani chini ya usimamizi wa kocha Steve Becker, au itakuwa ni mwendelezo wa kula kichapo kile na kuondoka bila ushindi wowote dhidi ya mtano wa jadi? Mimi sina jingine la ziada ila nasubiri kuona tu maoni yako hapo chini ya video hii. Una nini cha kuzungumza kuelekea katika Kariakoo Derby, lakini pia nini maoni yako kuhusiana na ujio mpya wa video assistant referee kwa maana ya VAR chini ya usimamizi wa Wallace Karia, rais wa TFF kwa maana ya shirikisho la mpira wa miguu barani Tanzania kwa ujumla. Na hivi ndivyo ambavyo nilikuwa nimeua kushare na wewe. Kwa hiyo natumai umezipata vyema kabisa. Nasubiri kuona maoni yako hapo chini ya video, usisahau kulike, lakini kwa kwamba ndio mara kwa kwanza kabisa kuweza kukutana nasi, tafadhali sana nikusihi fanya kubonyeza neno subscribe ambalo liko chini ya video hii, washa alama kengele ili kusudi usipitwe na taarifa zetu za kimichezo kuhusiana na yale yote ambayo yanakuwa yanajiri huko viwanjani. Sina jingine la ziada, wakati mwema, bye bye.